Maaskofu wa Africa Inland Church Tanzania wamekuwa katika mji wa Geita tangu tarehe 13 mwezi wa 5 na wataendelea kuwepo hadi tarehe 17 siku ya Jumamosi. Tumekuwa na faraga nzuri ambayo kikatiba maaskofu wanakutana mara moja kwa mwaka kupumzika. Marko sura ya 6 mstari wa 31, Bwana wetu Yesu Kristo na wanafunzi wake 12 walikuwa na faraga. Bwana Yesu aliwachukua wanafunzi wake baada ya shughuli nyingi walizokuwa nazo na kuwatenga na makutano ya watu ili waende kupumzika. Kwa hiyo sisi nasi watumishi wa Mungu tunahitaji faraga, mahali pa utulivu ambapo tunaweza tukatulia, tukaomba na tukatiana moyo na tukaendelea kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa katiba yetu kutambua hilo. Mwaka huu ni wa 3 tumekuwa tukifanya hizi faraga ambazo tunajengewa uwezo, tunashirikiana kwa pamoja ili kuweza kutiwa moyo kuendelea kumtumikia Mungu wetu. Mwaka huu tumekuwa hapa Geita na tunamshukuru Mungu vile ambavyo ametubariki. Mwaka jana tulikuwa Msoma, mwaka juzi tulikuwa Arusha, na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni vile ambavyo tumeendelea kujifunza na tumeendelea kutiwa nguvu na kushirikiana kwa pamoja katika mambo mengi. Madhumuni makubwa huwa ni kuomba, kupata nafasi ya kuomba kwa pamoja. Tunaombeana, tunaomba kwa ajili ya familia zetu, tunaomba kwa ajili ya kanisa, tunaomba kwa ajili ya taifa, na tunaona vile ambavyo Mungu wetu anasikia kuomba na anavyoweza kutubariki na kutusaidia. Kwa hiyo tunamshukuru sana sana sana. Mwaka huu tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni vile ambavyo ametusaidia kuombeana familia zetu na sisi binafsi, lakini pia vile vile kuomba kwa ajili ya taifa letu. Tunakumbuka mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Mwaka jana tumekuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wenye viti walivyochaguliwa. Na mwaka huu tunachagua madiwani, tunachagua wabunge, tunamchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Tanzania bara. Na tunamtukuza Mungu wetu wa mbinguni kwa vile ambavyo tunaendelea kuombea. Na kwa sababu hiyo tunaamini ya kwamba Mungu atatupatia viongozi walio bora, atatusaidia kuwa na uchaguzi ulio mzuri, atatusaidia kuwa na amani kuelekea uchaguzi mkuu, wakati wa uchaguzi mkuu na hata baada ya uchaguzi mkuu. Na tunamhamasisha kila Mtanzania kuendelea kuombea uchaguzi uwe huru na wa haki na wa amani pia vile vile, na hata kampeni zinapotakapoanza na wale wanaotia nia kujitokeza, tunaamini ya kwamba Mungu wetu ataendelea kujichagulia viongozi walio bora, viongozi wanaomcha Mungu, viongozi ambao watakuwa tayari kuwa wazalendo kwa ajili ya kutanguliza maslahi ya taifa letu la Tanzania. Nashukuru sana, Mungu awabariki sana.